Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni wakati mwingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fiziai al-Quran, kwa maana katika ilmu ya sayansi ya Quran. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunakwenda kutazama aya ya 19 katika suratul Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Hii ndio aya ambayo leo tunakwenda kuitazama ala dhawin sahihin, katika mwangaza ulio fasaha kabisa. Ndugu zangu, wakati tulipokuwa pale Ghazal Muslim School, tulisoma somo linaloitwa at-tayran au at-tayaranu. Tulisoma somo hilo likieleza namna gani ya kuruka. Unawezaje ukaruka? Unawezaje ukatengeneza chombo kikaruka katika hali za aina kadha? Na hapa leo tutasoma kwa uchache sana, alafu darsa zingine zitafuatia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mashekh zetu walipokuwa kutusomesha aya ya 19 katika suratul Mulk, aya inayosema hivi, awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Allah anasema hivi, hawa wanadamu waliokuwa wazembe, wanapata tabu ya usafiri, wanapata tabu ya kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine, hivi hawawaoni ndege fawqahum, wakiwa juu yao? Yani kuwaona ndege, mfano njiwa, kunguru, igo wale na ndege wengine wakiwa angani, hivi wanadamu hawawaoni hawa ndege? Tena safatin, wapo ambao wamekunjua mbawa zao, wapo angani lakini wamefanyaje? Wamekunjua mbawa zao na wala hawaanguki. Wayaqbidna, na wapo wale ambao pia wamekunja mbawa zao na wala hawaanguki. Wote wako wapi? Wako angani. Nyinyi wanadamu hamuwaoni hawa ndege wakiwa wanatumia anga katika hali ya namna hiyo? Allah anasema maneno haya, kisha akasema ma yumsikuhun, hakuna kinachowaziwia, kinachowashika hao ndege wasianguke katika ardhi, illa ar-rahman, isipokuwa ni material aliyoyaweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika anga.
wanayatumia na sasa hawaanguki na wanakwenda wanapopataka. Mwenyezi Mungu anataka mimi na wewe tufanyeje? Tuwatazame ndege. Mtazamo huu ni kuwatafiti wanawezaje kutumia anga, ili mimi na wewe kwa kuwa ndio viumbe bora, basi lazima tulitumie anga. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tumemkirimu mwanadamu, tumemfanya mwanadamu kuwa ni kiumbe mkarimu zaidi, bora zaidi. Sasa kama ndege anaweza kulitumia anga, vipi wewe mwanadamu utashindwa kulitumia? Mwenyezi Mungu anataka mimi na wewe tufanyeje? Tufanye tafiti, tutumie anga, tufanye majambo. Ilmu ya aviation inatakiwa tuisome. Qur'ani imetufunza karne ya ngapi? Ya 7, wakati inamshukia bwana mtume Muhammadin. Leo aya tuzisomi hivi. Aya tunasoma tupate thawabu peke yake. Baada ya kupata thawabu, khalas, kwisha habari. Hakuna anayejishughulisha tena na ibada ya tafakuri katika aya. Hakuna anayejishughulisha tena na ibada ya tafakuri katika hadithi za bwana mtume Muhammad. Sawa? Mbele Allah anasema innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bikulli shay'in, kwa vitu vyote, basirun, anaona sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana yake Mwenyezi Mungu anataka tuone tunatumia anga. Tumewaachia kina nani ilmu hizi? Tumewaachia wasio Waislamu, wanaisoma Qur'an, wanatafiti katika aliyo ya Qur'an, wanapata makubwa, sasa wanaitawala dunia. Sisi tumebakia hivi hivi tu, tunambwera, tumekuwa tupo tu, hatueleweki katika mazingira kama haya. Ukimuuliza mtu, sisi bwana mambo yetu ni akhera. Hii aya inatuambia duniani, aya inatuambia akhera hapa. Maana yake tuanze na ya dunia, na kwa hayo ya dunia tutengenezee ya akhera katika mazingira kama. Sijui tunakwenda sawa sawa? Sasa tulipokuwa pale Ghazali Muslim School, katika aya hii maneno yake yote mashekh zetu alituambia tuweke mstari, yani tuweka mstari mwanzo wa aya mpaka mwisho wa aya. Tukaanza na rumuzul ilmi, alama za ilmu katika mazingira kama haya. Mashekhe wakatuambia hapa kuna kitu kinachoitwa at-tayaranu au at-tayranu katika hali za aina kadha. Mashekhe zetu wakasema likai tartafi'u at-ta'iratu fil jawi la budda min an yakuna as-sathu al-ulwi liljanah muqawwasan. Mashekhe zetu wakasema ili ndege aweze kupaa angani, hapana budi, ni lazima kabisa an yakuna sathul ulwi liljanahi muqawwasan, lazima iwe sehemu ya juu ya bawa la huyu ndege lazima ipinde kidogo. Yani bawa lile la ndege, ili ndege iweze kupaa, awe ndege wa kawaida, iwe ndege inayobeba abiria, ili iweze kupaa angani lazima lile bawa lipinde kidogo katika hali ya namna hii. Tunakwenda vizuri? Allah anasema watazameni ndege, mtapata kitu, mtatumia anga katika usafiri wa hapa na pale, na hata katika mambo mengine ya msingi na yaliyo muhimu katika hali ya aina kadha. Mashekh zetu wakatuambia ili ndege aweze kuruka angani, ni lazima ndege huyo iwe juu ya bawa lake, huyu ndege liwe muqawwasan, lazima liwe limepinda kidogo katika hali ya namna hii. Kwa nini? Wa an yamila aljanahu ila a'la, lakini ili bawa lenye lazima liwe limepinda kwa kuelekea juu kidogo hivi, yani liwe linatega upepo kama limekaa juu kidogo hivi. Kwa nini itakuwa katika hali ya namna hiyo? Tena ila a'la fi muwajahati alhawa, katika ule mwelekeo wa hewa katika hali ya aina kadha. Tunakwenda vizuri hapo? Hapa tutakuja kutazama yani katika hizi, yani hizi tunakusudia hizi ndege za abiria pamoja na ndege hawa, ndege wa kula, ndege wa nyama.
tunakusudia katika mazingira kama. Nataka tuone, alafu mimi na wewe tunaosema tunafata vizuri Qur'an, tujiulize aya hizi tunazifanyaje? Tunazifanyiaje kazi? Kwa nini tupo nyuma katika mazingira kama haya? Tunamuomba Allah atujalie kila la kheri, atufungulie akili zetu na maarifa yetu, tuzisome aya za Mwenyezi Mungu kwa utaratibu huu. Wallahi hapa duniani tutaishi vizuri na akhera tutakwenda kula bata na Mtume Muhammadin. Kwa hiyo hili bawa lazima liwe limemili kidogo kwa kwenda juu, kwa kuwa muwajaha kutokana na ule mwelekeo wa hewa katika mazingira kama haya. Hapa ndio inapatikana ile nguvu ya kupaa. Na ndio maana kwa wale ambao wamewahi kusafiri kwa usafiri wa ndege, mara kadhaa ndege kishakuwa pale katika runway, inachofanya pale, inataka sa kuanza safari, inakusanya kwanza nguvu za kutosha. Ikishakusanya nguvu za kutosha pale, unasikia mashine namna inavonguruma, inakuonyesha kwamba kwa sasa yuko tayari. Akiachia pale, inaanza na spidi sio ya polepole. Kwa nini? Kwa sababu ya kukusanya kiwango cha upepo unaotosha ili kuifanya ndege ifanyeje? Ipae. Kwa hiyo itakwenda kwa kasi. Ikifika mahala rubani akibaini kwa kasi tayari hapa panatosha, ndipo sasa vile vitufe kwa ajili ya kuruhusu sasa bawa litege upepo vizuri. Utaona tayari ndege hiyo inaanza, inapaa, inainuka. Na jinsi inavyokwenda basi ndio jinsi rubani anazidi kutega vizuri ule upepo kutokana na yale mabawa, ndio ndege inazidi kwenda juu zaidi mpaka katika ule mustawa ambao yeye akiona hapa panatosha sasa, ndipo anaiweka sawa, inaanza kutembea katika hali ya aina kadha. Inatembea hivi sasa kwenda huko mbele kwa namna gani, inatumia nini? Twende tukaangalie na tutamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyotueleza katika hali ya aina kadha. Wallahi masomo haya tungekuwa tunasoma kuanzia alif bete mpaka tunafika katika jamiati zetu, vyuo vikuu vyetu tunasoma hivi, tungekuwa na marubani wengi kabisa wa Kiislamu. Na nyinyi nataka msome hivi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tusemeni inshallah. Semeni tena inshallah. Bidhalik, kwa hali hiyo sa, kwa kuwa bawa limetega upepo katika hali ya namna hii, yatulu masaru alhawai fawqa aljanah an masarihi asfalihi. Hapa sasa hewa itakayokuwa inapita juu ya bawa lile la ndege itakuwa ni hewa nyepesi, na hewa iliyokuwa chini ya lile bawa la ndege itakuwa ni hewa nzito. Kwa mazingira kama haya, maana kuna vitu vinavyoitwa dhaghtul hawa, mgandamizo wa hewa. Hii sasa itapelekea ile ndege kufanya nini? Kuinuka, kwa sababu kuna mgandamizo chini ya bawa la ndege. Juu ya bawa la ndege inapita hewa nyepesi, kwa sababu namna bawa lilivyoutega ule upepo linafanya ulio chini kuwa mzito na ulio juu kuwa mwepesi katika mazingira kama haya. Na hivi ndivyo wanavyofanya hawa ndege wa kawaida. Akitaka kuondoka ni hivyo ndivyo anavyofanya. Anatega ile hewa, basi anaanza kusafiri. Na wakati akipiga zile mbawa zake humu katika yale mabawa yake kuna namna, kuna ishtibak, yani kuyakutanisha yale mabawa ili kutega vizuri upepo katika mazingira kama haya. Wallahi Allah anasema awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Allah anaona. Tunakwenda vizuri. Hii ni karne ya 7 anafundishwa Bwana Mtume Muhammadin. Sisi wafuasi wa Bwana Mtume nasi tulitakiwa tuwe hivi. Leo hatui. Nenda katika masomo ya aviation, masala ya urubani, wallahi utacheka. Kama utakuta Waislamu ni 3, wasio Waislamu 1000. Si tuko wapi? Na wale ambao wasio Waislamu yale yote wanayosoma pale ni Qur'ani, ingawa wao wenyewe hawajui kama ni Qur'an. Si tunafanya nini jamani? Hebu tusomeni haya mambo katika mazingira kama haya. Mzee Hussein, unanielewa vizuri hapa? Sahihi kabisa. Kwa hiyo ili ndege iweze kupaa, yani inapotega lile bawa,
yani ile hewa inayopita juu ya bawa la ndege inakuwa ni hewa nyepesi kwa sababu ni ndogo, na ile hewa iliyo chini ya bawa la ndege itakuwa ni hewa nzito kwa kuwa ni hewa nyingi inayopita pale. Kwa hali ya namna hii chombo kinafanyaje? Kinainuka. Ndio Allah anasema chunguzeni ndege wa kawaida, mtapata namna ya kulitumia anga, mambo yatakwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini watazidu suratul hawa ala aljanah, yani ule wepesi na kasi ya upepo inazidi sana ala aljanah, juu ya lile bawa la ndege, an suratihi asfalihi, yani ukilinganisha baina ya wepesi wa ile hewa iliyo juu ya bawa la ndege na ile hewa iliyo chini ya bawa la ndege. Inayopita chini ya bawa la ndege ni nzito. Katika hali ya namna hii, wayatakhalkhalu ad-dhaghtu fawqa al-janah mimma ya'malu ala tawlidi quwwatin dafi'ati ala al-janah. Kwa hali ya namna hiyo sasa, ule mgandamizo ulio juu ya bawa la ndege utakuwa mgandamizo wake ni mdogo. Kwa mazingira ya namna hii itazalisha nguvu inayoweza kunyanyua chombo katika hali ya namna hiyo ila a'la, kwenda juu katika mazingira kama haya. Haya tunayasoma Ghazali Muslim School katika mazingira kama haya. Sasa ikiwa hivyo, fatartafi'u at-ta'iratu fil hawa au fatartafi'a at-ta'iratu fil hawa. Kwa mazingira kama hayo sasa ndege lazima itapaa angani katika mazingira kama haya. Qur'ani huu sio uzungu jamani, hii ni Qur'ani. Yani ukijiona wewe unakwenda kusomea urubani, sema alhamdulillah naisomea Qur'ani. Ndivyo ilivyo. Basi tu wale walichokifanya wametutime, baada ya kuona sisi wenyewe tumelala, wametutime vizuri kabisa. Walichokifanya wakaandika haya masomo kwa lugha zao, wanatufunza kwa lugha zao, na wakisema ni masomo yao, na sisi tunaamini hivyo. Kumbe ni Qur'ani ndio ambayo imefundisha masala ya aviation. Wallahi Mwenyezi Mungu atujalie kila lenye khairi katika hali za namna hii. Sasa lau kama hii aya, yani hili ni somo refu sana. Hii aya ina maalumati mapana sana, lakini hatuwezi kuyasoma yote kwa mara moja. Tutaendelea hatua kwa hatua ili mambo yaweze kwenda katika hali ya aina kadha. Kwa hiyo ndege tayari imepaa, lakini kuna zile nini zinaitwa almarhiyat, mirwahiyat zile ambazo ni helicopter, pia na zenye zina maalumati yake, ni tofauti kidogo na hizi. Ndio maana kuna wale ndege ambao anainukia pale pale, pap anainuka anaenda zake, lakini kuna ndege mwingine lazima amove kidogo alafu ndio apate support ya kuweza kuinuka katika mazingira kama haya. Tunakwenda vizuri. Sasa baada ya wataalamu kutafiti haya, wakabaini kumbe mabawa yana nafasi nzuri ya kufanya ndege aruke, na wakatumia maalumati hayo. Ndege kweli zinaruka sasa, zinakwenda mahala popote pale duniani palipoandaliwa kwa ajili ya ndege hizo kufika mahala hapo. Tunakwenda vizuri. Wakatengeneza vitu ambavyo vinavyoitwa alquwatul muharraka, wakatengeneza engine sasa, jet. Hizi jet kazi yake ni nini? Wakati ndege tayari imekwisha paa kutoka chini ikafika katika mustawa ambao rubani anataka upite katika mustawa huo, inapokaa sawa, hizi sasa almahariki hizi engine sasa zinachofanya ni kuchukua upepo kwa kasi ya hali ya aina yake, na ule upepo unachukuliwa katika engine zile za ndege. Baada ya kuchukuliwa ule upepo katika engine ya ndege, engine inavuta ule upepo kwa kasi sana kuelekea nyuma, na hapa kuna kutana na vitu vinavyoitwa alquwatun nishatiyya, nguvu ya kinishati ya kiumeme. Katika mazingira kama haya ndio ndege inaweza kukimbia sasa kuelekea mbele katika mazingira kama haya. Ndio pale unaona watu tayari wataalamu wale marubani
katika dashboard zao pale wana ramani zao zinawaelekeza, nataka kwenda Australia, basi anajua hapa nitembee katika uwingu fulani au katika umbali fulani, na nitatembea kwa dakika kadhaa au masaa kadhaa. Akishafika pale mahala anaonyeshwa kabisa kwamba hapa umefika Mexico na hapa unatembea kiwango fulani. Kwa hiyo kadha mpaka anafika pale ambapo anakusudia kwenda. Allah ametufundisha haya karne ya 7 kupitia kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Jamani, Qur'ani inataka tusome hivi. Hii aya ina uwezo wa kuajiri watu wengi sana duniani. Yoyote unayemuona anarusha ndege, iwe ndege ya abiria, iwe ndege ya mizigo, iwe ndege ya jeshi, iwe ndege itakavyokuwa ndege, jua huyo mtu ametumia Qur'ani. Awe Muislamu asiwe Muislamu, awe na dini asiwe na dini, lakini kitendo cha yeye kuweza kurusha ndege, ameisoma Qur'ani ilmiyan wa bighairi ilmin. Ima anajua au hata kama hajui tunamjuza hicho anachokisoma kinachompelekea yeye kuweza kurusha ndege, ajue anaisoma Qur'ani. Wallahi la ilaha illa Allah. Lau kama tungeajua haya na tukayafanyia kazi vizuri kwa utaratibu wake, wallahi Waislamu tungekuwa tuko mbali sana. Dunia tungeitawala kwa sababu ilmu zote tungekuwa nazo sisi. Na ilmu kuwa tu katika kitabu alafu bila kuifanyia ni utoto wa hali ya juu au uzembe. La khaira fi qawlin idha lam yakun fi'l. Hakuna khairi katika maneno kusema sema tu alafu vitendo zero. Hamna vitendo, hakuna khairi katika maneno ya namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi sana mimi nimekuwa nikiwaambieni ya kwamba tunaposoma ilmu ya aina yoyote, mwanzoni lazima kwanza tuwe na vitu vinavyoitwa al-istratejia, mikakati ya unachokisoma. Nasoma ndiyo, mwisho wake ni nini? Mwisho wa kusoma ni nini? Nije nitembee na CV na tafuta nani wa kuniajiri? Mwisho wa kusoma maana yake lazima niwe na malengo. Pale nikishamaliza kusoma naenda mahala fulani, au nakuwa mtu fulani, napata kitu fulani. Lazima tujiwekee malengo, mambo yatakwenda vizuri insha Allah. Kwa hiyo Qur'ani inatufunza ilmu al-fadha, masala ya anga, na tutakuja kuona pia katika darasa zijazo, baada ya kuisoma vizuri hii ndege inarukaje, taratibu zake zikoje, zile muharikati zake zimeandaliwa kwa utaratibu gani, kwa nini zina uwezo wa hali ya namna hiyo. Tutasoma vizuri hapa kupitia katika aya hii, aya ya 19 katika suratu Al-Mulk, katika hali ya aina kadha. Alafu baadaye tutasoma anga, hivyo vilivyomo angani huko, baadhi ya sayari za aina mbalimbali. Na yote ya Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia tufanyeje? Tutafiti katika mazingira kama haya. Maana yake sisi tutakuwa ni watu wenye ilmu ya anga zaidi kuliko watu wa aina nyingine. Lakini leo wametushinda. Wanaisoma Qur'ani, wanaifanyia tafiti, wanavumbua makubwa makubwa, sisi tunabakia kushika mkia. Hii ni hatari jamani, tuamkeni. Tumelazwa makusudi usingizi huu, tuamkeni jamani. Sisi tunakwenda vizuri makusudi kabisa, tumelazwa usingizi huu na tumeamua kulala, basi imekuwa shida. Mwenyezi Mungu atunusuru ndugu zangu. Inshallah, na mwisho niseme Mwenyezi Mungu na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.